Na gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro sasa anaonekana kulemazwa na uzani wa deni la bima ya SHA, deni ambalo huenda likalemaza utendakazi wa huduma za hospitalini endapo bima hiyo itachelewa. Haya yamejitokeza baada ya kamati ya Seneti kuhusu uwekezaji wa umma na fedha maalum kwenye kaunti kutaka serikali kuu kuipiga darubini bima ya SHA katika kuweka juhudi zaidi za malipo ya fedha zinazodaiwa na hospitali zilizopo katika kaunti hiyo. Na kwa mujibu mwenyekiti wa kamati hiyo Godfrey Osoti, kutolipwa kwa mrundiko wa madeni kumeathiri hospitali za umma haswa za kaunti ya Kilifi, mbali na ufadhili wa miradi mingine ikiwemo vifaa vya kuhudumia wagonjwa na gharama ununuzi wa madawa. Akizungumza mjini Kilifi baada ya kamati hiyo kuzuru hospitali ya rufaa ya Kilifi, Osoti amesema hospitali hiyo pekee inadai bima ya SHA kima cha shilingi milioni 303. Cecilia is a county pharmacist. Inatuathiri kwa sababu pesa hizi zikichelewa inabidi sasa tuanze kutafuta madawa katika suppliers ambao si wa kiserikali. Na ile kitu tunanunua shilingi 30 kwa KEMSA, tukienda kwa kununua nje kwa soko inaweza kutugharimu hata shilingi 300. So tunaumia mara mbili. Pesa zimechelewa na tunabidi tununue vitu mara 10 ya ile bei ambayo tungepata katika shirika la KEMSA kule ambako tunaweza kununua. Hata kama hatupati zote, lakini bei ni nafuu. Kwa hivyo milioni 300 ukienda kwa soko huru inakuwa ni kama tone la maji. Na hiyo ni jambo ambalo linafaa lizingatiwe kwa sababu linaweza fanya hospitali mingi ziweze kukosa kufanya kazi kwa sababu ya malimbikizo ya pesa ya payments. Ile vifaa ambayo county government imeweza kununua sana sana ile kifaa ya CT scan, X-ray machine, tumeona wamefanya mabadiliko na tunawahimiza kwamba waendelee kununua